Young Africans inashuka dimbani leo kuwakabili National Al Ahly katika uwanja wa Alexandria. Hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika CAF Champions League. Young Africans dhidi ya National Al Ahly. Leo ni siku kubwa kwa soka la Afrika. Leo sio siku ya kawaida. Leo ni siku ambayo historia, heshima, presha na ndoto za mamilioni ya mashabiki zinakutana kwenye uwanja mmoja. Ni siku ambayo macho ya Afrika yanageukia mechi moja tu, Young Africans Sport Club dhidi ya National Al Ahly ya Misri. Kwa upande mmoja tunayo Young Africans, klabu kubwa ya Tanzania, klabu yenye mashabiki wengi zaidi barani Afrika Mashariki, klabu inayobeba matumaini ya taifa zima. Na upande wa pili tunayo National Al Ahly, mfalme wa Afrika, klabu yenye makombe mengi kuliko timu yoyote barani Afrika, klabu ambayo jina lake pekee linatosha kuleta presha kabla hata mpira haujapigwa. Huu sio mchezo wa kawaida wa makundi. Huu ni mtihani wa uhalisia kwa Young Africans. Huu ni kipimo cha ukubwa. Huu ni mchezo wa kusema sisi sio washiriki, sisi ni washindani. Ukisikia jina la National Al Ahly unakumbuka nini? Unakumbuka makombe, unakumbuka uzoefu, unakumbuka nidhamu ya hali ya juu, unakumbuka timu inayojua kushinda hata ikiwa haichezi vizuri. Lakini ukisikia jina la Young Africans leo hii unakumbuka nini? Unakumbuka mabadiliko, unakumbuka mpira wa kisasa, unakumbuka kujiamini, unakumbuka timu inayotaka kuandika historia mpya. Kwa miaka mingi timu za Afrika Mashariki zilikuwa zinaingia kafu kama washiriki, lakini Young Africans ya sasa anakuja kama mpambanaji, anakuja kama timu inayojua inataka nini. Kwa Young Africans huu mchezo una maana kubwa sana. Kwanza ni nafasi ya kujithibitisha kimataifa. Pili ni nafasi ya kuvunja hofu ya majina makubwa. Tatu ni ujumbe kwa Afrika nzima kuwa Yanga sio timu ya kubezwa tena. Ukimpata National Al Ahly kwenye makundi huwezi kucheza kwa bahati. Lazima ucheze kwa akili kubwa. Lazima ucheze kwa nidhamu. Na zaidi ya yote lazima ucheze kwa imani. Watu wengi hufanya kosa moja kubwa sana wanapocheza na National Al Ahly. Wanawapa heshima kupita kiasi. Wanacheza wakiwa na hofu na hapa ndipo wanapopoteza mchezo kabla hata hawajauanza. Al Ahly sio timu ya miujiza, ni timu inayoshinda kwa nidhamu ya hali ya juu, uzoefu mkubwa, kutumia makosa madogo madogo ya mpinzani. Ukifanya kosa moja tu wanaadhibu, ukilegea dakika 2 wanafunga, ukikosa umakini wanakumaliza. Lakini pia National Al Ahly wana udhaifu wao. Nao ni binadamu, nao wanachoka, nao wanapoteza mpira, na hapo ndipo Yanga inapaswa kutumia akili kubwa. Yanga haipaswi kucheza kwa jazba, Yanga haipaswi kukimbiza mpira bila mpango. Huu ni mchezo wa akili kabla ya miguu. Yanga inapaswa kuwa imara katikati ya uwanja, kukurupuka kwa mabeki, kuweka umakini mkubwa kwenye mipira ya kusimama, mipira iliyokufa, kutumia kasi ya wachezaji wa pembeni. Kila pasi ihesabiwe, kila kukaba kuwe kwa wakati sahihi, kila shuti liwe na maana. Kwa sababu dhidi ya Al Ahly nafasi moja inaweza kuwa tofauti kati ya ushindi na maumivu. Leo hii mchezaji wa Young Africans akivaa jezi habebi jina lake peke yake, anabeba mashabiki wa Yanga, soka la Tanzania, heshima ya Afrika Mashariki. Lakini presha hii isiwe mzigo, iwe motisha, iwe nguvu, iwe sababu ya kupambana zaidi ya 100%. Mashabiki wa Yanga wana nafasi kubwa sana leo. Sauti zenu zinaweza kuipaisha morali, kuwachanganya wapinzani, kutoa nguvu pale miguu inapochoka. Lakini pia mashabiki wanapaswa kuwa uvumilivu. Huu sio mchezo wa kufunga mapema. Lazima huu ni mchezo wa kusoma dakika kwa dakika. Mara nyingi michezo mikubwa kama hii huamuliwa na vitu vidogo. Kosa moja la beki, mpira wa kona, kadi nyekundu, uamuzi wa VAR au mchezaji mmoja kuamua leo ni siku yangu. Yanga inahitaji kuwa makini kwenye kila sekunde. Ujumbe kwa wachezaji wa Young Africans, wakacheze bila woga. Chezeni bila kujiona wadogo. Chezeni kama timu inayojua thamani yake. Msisahau historia haiandikwi kwa kuogopa. Historia huandikwa kwa uthubutu. Leo haijalishi jina kubwa liko upande gani, kinachojalisha ni kile kinachotokea ndani ya dakika 90.
Na kama Yanga atacheza kwa nidhamu, umakini, ujasiri na moyo wa kupambana, basi kila kitu kinawezekana. Mpira una mzunguko. Leo unaweza kushuhudia historia mpya ikiandikwa. Hapa ndio mwisho wa uchambuzi wangu wa kina kuhusu mchezo mkubwa leo kati ya Young Africans dhidi ya National Al Ahly ya Misri, hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Kama wewe ni shabiki wa soka la Afrika, kama unapenda uchambuzi wa kina, habari moto na simulizi zenye maana, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yangu. Mimi ni Queen Liz na hii ni Malkia wa Soka, mahali ambapo soka linapewa heshima yake. Tunaendelea kufuatilia, tunaendelea kuchambua na tunaendelea kuandika historia ya soka letu. Asanteni sana, tukutane kwenye taarifa inayofuata baada ya hapa. Kumbuka kuwa Young Africans ina pointi 4, National Al Ahly na pointi 4. Utofauti unapoitofautisha National Al Ahly kusimama pale juu chini ya Young Africans ni mabao ya kufunga. Hicho ndicho kinachowatofautisha Young Africans na National Al Ahly leo. Dakika 90 zinaanza kwenda kutokea nini? Endelea kutufuatilia.